Ni wakati mzuri wa kwenda kusikia neno la hekima, na neno la hekima hili tunalipata katika kisa kimoja kati ya Sauli na Daudi. Sauli alikuwa ni mfalme na mti wa mafuta wa Bwana, na Daudi pia. Lakini Sauli alijaa wivu pale katika habari ya mashangilio, walipokuwa wametoka katika eneo la vita, waliposhangiliwa kwamba Daudi ameua 10,000 na Sauli ameua 1000. Sauli akaanza kutafuta namna ya kumuua nani? Daudi. Na Daudi akaweza kukimbia akikoswa mikuki na kila namna ya njama ya Sauli kumuua, akaweza kujiponya. Na kuna wakati Daudi alikuwa na nafasi kabisa ya kujilipiza kisasi kwa Sauli, lakini hakufanya hivyo, na aliacha kufanya hivyo kwa sababu Mfalme Sauli alikuwa ni mpako wa mafuta wa Bwana. Mpako wa mafuta wa Bwana Sauli, ambaye alikuwa ni kiongozi wa Daudi pia, na Daudi alimpa majina mazuri mengi. Alimuita mfalme, akamuita bwana wake, akamuita baba yangu. Kwa hiyo alizingatia kwa vitendo, na huu ulikuwa ni fundisho kwa mashujaa aliokuwa nao, ya kwamba usimguse mpako wa mafuta wa Bwana. Na hakumgusa kweli kumuua, japokuwa alikuwa na chansi ya kumuua. Na kwa tendo hili alilolitoa kwa mafundisho, si kwa maneno tu, kwa uhalisia ya kutomuua na kwa ishara na ushahidi, hakumgusa masihi wa Bwana ambaye alikuwa ni Sauli, japokuwa Sauli alikuwa na wivu wa kutaka kummaliza Daudi. Na sisi leo tunapaswa tujifunze, masihi wa Bwana si wa kushambulia. Baba wako wa imani si wa kushambulia. Mfalme mtiwa mafuta si wa kushambuliwa. Bwana wako si wa kushambuliwa. Na utakavyofanya hivyo, maana yake wale mashahidi na wale mashujaa ulionao kwa ajili ya vita wataona jinsi unavyoshambulia masihi wa Bwana wengine au aliye mbele yako. Na wewe siku ukifanya kosa hilo hilo, nao watakushambulia, kwa sababu watasema huyu alikuwa ni mtu wa Mungu na sasa ameanguka, si mtu wa Mungu, kama alivyofanya makosa Daudi ya kumuua Uria miongoni mwa washujaa. Wale mashujaa hawakumuua Daudi kwa sababu walijifunza kwa Daudi kutokumgusa mpako mafuta wa Bwana. Hata leo wapo mashujaa katika ulimwengu wa roho, kwa wale wanao waataki masihi wa Bwana wengine, huwa wanachukua mafuta yao kutoka kwa hao wanao waataki masihi wa Bwana, wanarudisha kwa wale wanaojilinda kutogusa masihi wa Bwana. Wengi wao unakuta ni wakavu, wenye vinywa vya kichawi juu ya masihi wa Bwana, wenye mipango ya kuangamiza wapakwa mafuta wa Bwana. Wengi wao unakuta ni wakavu, wanaishi chini ya nini? Ya laana. Hata yale mafuta walionayo kidogo huwa yanaondoshwa, yanaendwa kwa wale wanaowapiga vita. Kwa hiyo vita vya masihi wa Bwana vinatakiwa visifanywe, kwa sababu ukifanya vita hivyo wewe kwa kumshambulia masihi wa Bwana, unajimaliza mwenyewe. Linda mafuta yako, linda pia mafuta ya mtu mwingine aliye mbele yako na upako wake. Ukifanya hivyo, utaishi katika baraka za mafuta ulionayo, utainuliwa. Shika neno, tenda neno. Mungu akubariki. Amen.